yeye aamini ya kwamba ni mwalimu mzuri na anahitaji kufanya vizuri zaidi. Apambane na timu yake, na ukiangalia timu ya Kagera Sugar nazungumzia sana Kagera Sugar kuna mengi ya kuzungumza. Kwa sababu mimi ni mdau wa mpira, kwa napenda maendeleo. Ukiangalia timu yao ina vijana wengi wadogo. Nadhani ukitoa Joseph Mahundi, ukitoa Abdalla Mfuko, ndio kidogo unaona wakubwa wakina Kipao golikipa, lakini the rest ni vijana wadogo ambao ukiweza kuwa maintain ukashuka nao daraja la kwanza, baada muda mfupi unapanda nao ligi kuu, unakuja kuendeleza utawala. Mimi binafsi nimeumia pakubwa Kagera Sugar kushuka daraja, kwa sababu Kagera ni timu independent. Kagera sio branch of science. Kagera ni timu ambayo inajitegemea na huwa inatoa upinzani mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC. Tuwatakie kila laheri ligi daraja la kwanza, tutawamisi pepe. Semaji pengine baada ya mchezo wenu huo dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao umesalia mbele yenu dhidi ya Young Africans, pengine pia Watanzania na mashabiki wa Simba Sports wanahitaji kusikia chote kutoka kwako. Kwanza tuanze kwa kuipongeza Simba yetu. Msimu huu tumekuwa na kiwango bora sana. Kila kitu kizuri kiko ndani ya Simba Sports hivi sasa. Unapozungumzia kocha bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Fadlu Davis. Unapozungumzia kiungo bora wa ligi kuu ya NBC unaweza ukatoka kidogo nje ukaenda kumzungumzia Faisal Salum Feitoto kwamba ndio kiungo bora. Lakini ukizungumzia mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia golikipa bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Musa Kamara. Ukizungumzia msemaji bora wa ligi kuu ya NBC unazungumzia Ahmed Ali. Kwa hiyo tumekuwa na msimu wa mafanikio sana kwa Simba Sports Club. Tuwapongeze kila ambaye ameshiriki, na hata ukienda kuangalia mapato, timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani unaikuta Simba Sports Club. Maana yake ni kwamba tumekuwa vile vile na mashabiki bora kweli kweli msimu huu. Sisi kwetu wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka 4 iliyopita. Kwani Semaji hapa msimu ndio mmeumaliza? Muda mchache kabla mechi, Semaji ulisema kwamba unakuja uwanjani kuagana na mashabiki wa Simba mara baada ya kumaliza rasmi msimu wa 24-25. Sisi tunafahamu baada ya mchezo mmoja ambao uko nao mbele, baada ya siku 3 tarehe 25 dabi ya Kariakoo. Leo tulikuja kuagana wana Simba, kuagana nyumbani kwetu. Tumekuwa tukitumia uwanja wa KMC, na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi 8 mbele hatutocheza katika uwanja wa KMC msimu huu, kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa leo tumekuja hapa wana Simba, tumeagana na kila mwana Simba amefurahi, na niwapongeze wana Simba, wamekuja wengi sana katika mchezo huu wa leo. Tumeagana, tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC 2024 2025 katika uwanja wetu wa nyumbani. Semaji, unawasikia mashabiki huko, tucheze nyingi, alafu mechi yao ni dhidi ya Yanga, mechi ambayo mnakwenda kutafuta pia ubingwa. Labda niseme kitu kimoja, najua mna kiu na shauku kubwa. Labda niseme, na siku nyingi hamjanihoji. Nina kama wiki 2-3 hivi timu ya mwandishi yoyote yule ilikuwa vacation. Kuchoka sana. Ulikuwa vacation. Teddy Tino anahama tu media hii anitafuti kunihoji. Sawa, Semaji unazungumziaje? Maana maneno yamekuwa mengi, wanasema msimamo kama club bado hamtoi mpaka sasa hivi. Ni vipi ile promo mlikuwa mnaitumia tarehe 15 kama mmeipunguza kuelekea dabi tarehe 25? Kwanza ieleweke kitu kimoja, hakuna mahala popote ambapo ratiba ya ligi ikitoka unatakiwa uthibitishe unacheza ama hauchezi. Hiyo hai. Ratiba ya ligi ikitoka, maana yake naanza maandalizi kuelekea katika mechi hizi. Na mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba, taarifa rasmi ni kwamba kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana ya kesho kutwa, tutawaeleza. Lakini kwa sasa niseme tu kwamba tumecheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani,
wa ligi kuu ya NBC 24-25. Kwa hiyo ipo nafasi kama msemaji kuzungumzia maandalizi na matumaini kuelekea mchezo huo. Tuna Jumatatu, tuna Jumanne, tuna Jumatano. Kama kuna lolote ndani ya siku hizi chache kuelekea tarehe 25 tutawaeleza. Kwa maana mpaka sasa hivi bado hamjaamua. Semaji, zimesalia siku 2 tu kwenye hili tumalize tusokee watu wa Boda League jamani.